Ujenzi wa soko la kisasa la mazao Kanondo katika manispaa ya Sumbawanga mkoani Rukwa. Huu si tu mradi wa miundombinu, bali ni kielelezo cha imani ya serikali kwa wananchi wake. Soko hili linajengwa kupitia mradi wa TACTIC wenye thamani ya shilingi bilioni 7.3 na sasa umefikia asilimia 82 ya utekelezaji. Soko hili linajengwa na Watanzania wenyewe, wakandarasi wazawa, lakini pia limezalisha uwepo wa ajira kwa vijana wengi wa Kitanzania, huku wakulima wakitazamia fursa mpya za masoko, bei bora na ongezeko la thamani ya mazao yao. Hapa uwekezaji uliofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan unaonekana kugusa moja kwa moja maisha ya watu na kufungua milango ya uchumi na matumaini mapya ya maendeleo. Mradi ulianza tarehe 15 mwezi wa 12 mwaka 2024 na tunatarajia kukabidhi mradi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026, ambapo mpaka sasa tupo asilimia 88 ya mradi, kwa maana tupo hatua za mwisho katika ujenzi. Tija ya mradi huu ni kubwa, kwa maana mradi upo katika eneo la uzalishaji wa mazao kwa kiwango kikubwa sana katika nchi yetu, na pia huu mradi upo katika hii kata ya Tendo, kijiji cha Kanondo, ambapo sio mbali sana kutoka Sumbawanga mjini. Kutokana na mazao yanayopatikanika huku yakishaletwa hapa, kwa maana ya mpango uliopo wa manispaa ya Sumbawanga kuhamisha wafanyabiashara wote kuja kufanyia biashara hapa, utakuwa na tija kubwa, kwa maana utatoa ajira na fursa mbalimbali za watu kuweza kuuza mazao yao hapa. Na pia kama unavyojua, mradi unavyokamilika utaajiri pia watu hapa wa kushusha mazao, kupakia mazao kwa ajili ya kupeleka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo itakuwa na tija kubwa, kwa maana italeta ajira pia kwa watu, na thamani ya mazao pia itakuwa juu, kwa sababu unapoona jengo letu la magala storage facility lina uwezo wa kuhifadhi tani zaidi ya 80,000. Kwa hiyo itakuwa na tija kubwa, kwa maana mazao mengi yatahifadhiwa hapa. Uhalisia, soko la taifa la mazao limetoa faida nyingi sana, sasa kwa wakazi wa mkoa wa Rukwa na kwa ya jirani, hasa kwa sisi wenye vipaji au fani. Kama mimi ni injinia wa maji, namaanisha plumbing, nimepata faida za kupata ajira hapa ya kufunga system za maji. Kwa hiyo huwa naweza kujipatia kipato na kuendesha shughuli zangu za kila siku, kizingatia mafundi wengine wa ujenzi na kadhalika. Huwa napata faida hapa, na pia ni faida pia kwa wakulima, kwa sababu watakuwa wanauza mazao yao hapa ndani ya mkoa wetu na kujipatia thamani iliyo bora kuliko kwenda kuuza kwenye mkoa mwingine tofauti na mkoa wa Rukwa. Kiukweli mradi umenisaidia mambo mengi sana. Mimi kama mzawa nimeweza kutatua changamoto za nyumbani, kusaidia wadogo zangu kulipa ada, lakini vile kusaidia wazazi kutatua changamoto mbalimbali. Kiukweli namshukuru sana Rais wetu Mama Samia Suluhu kwa kuweza kutuwezesha kwanza kupata soko la kimataifa kwa mkoa wa Rukwa, kwa sababu ukiangalia ni mkoa ambao unalima kwa kiasi kikubwa, kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo ametunufaisha kwa vitu vingi sana. Kwa hivyo tunamshukuru sana. Tunashukuru kwa maendeleo yake. Kwanza napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, kwa kutuletea soko hili au kutujengea soko hili kwa sisi wakazi wa Sumbawanga manispaa, lakini pia wakazi wa kijiji cha Tendo, kwa sababu tutapata faida kubwa sana, haswa sisi wakazi wa kijiji hiki, kwa sababu ndio tupo jirani sana na hili soko. Tutapata faida kwa sababu tutauza mazao yetu kwa uhakika na kwa gharama kubwa, tofauti na tulivyokuwa tunauza awali. Awali tulikuwa tunauza kwa gharama ndogo sana, kwa sababu wao walikuwa wananunua na wao pia walikuwa wanaenda kuuza kwa watu wengine. Kwa Mheshimiwa Rais wetu ametusaidia pakubwa sana sisi wakulima wa manispaa ya Sumbawanga. Kwanza kipindi cha awali ilikuwa baada tu ya mavuno, sehemu ya kwenda kuuzia mazao kwa mwananchi kama kwa mkulima, na kweli ilikuwa ni tabu.
mpaka atafute nani mnunuzi, mrasi abebele peleke fika mjini. Kwa safari za kutoka hapa na pale kule ilikuwa ni mhema kubwa. Kwa hiyo na mpaka sasa kwa mwelekeo ambao upo mbele yetu hapo, hakika nadhani kwa mwananchi wa sasa katika soko letu la mazao atanufaika kwa urahisi kwanza, sababu tayari huduma tayari imeshamfikia kwa jirani. Kwa hiyo atanufaika kwa kuuza mazao yake kwa pesa na bila kutumia gharama yote kubwa. Sisi tupo kazini na mama kazi na maendeleo. Sisi tupo kazini na mama kazi na maendeleo. Kazi na maendeleo. Kazi na maendeleo. Mama kazini, kazi na maendeleo.